Mheshimiwa Salome Makamba kwamba ndo anaifuata na Mheshimiwa Mbaraka Dau ajiandae. Mheshimiwa Spika, nakushukuru unipe nafasi nichangie kwenye kamati hii ya sheria ndogo, kamati ambayo nimehudumu kwa miaka yote ambayo nimekuwa hapa bungeni. Mheshimiwa Spika, labda nianze kwa kusema kwamba pamoja na kwamba bunge letu ni moja kati ya mabunge ambayo yanafuata utaratibu wa nchi za Jumuiya ya Madola, lakini kwa uzoefu nilioupata kwa kukaa kwenye kamati hii ya sheria ndogo kwa muda mrefu, nimegundua kwamba ile tulivyokasimu mamlaka ya kutunga sheria, bunge limekasimu kwa mamlaka mbalimbali, wizara, kwa mawaziri na halmashauri mbalimbali na taasisi mbalimbali za serikali. Kitendo cha kukasimu halafu wao wakishatunga zile sheria ndogo wakizileta hapa bungeni, baada tu ya kuzitebo sheria hizi zinaanza kutumika. Mheshimiwa Spika, ukiangalia mapungufu makubwa ambayo tumeyabaini kwa miaka mitano, ambayo mengi ni mapungufu yanayofanywa kwa uzembe au kwa kutokufuata sheria, na mengine yanavunja katiba, mengine yanavunja haki za binadamu. Mheshimiwa Spika, ipo haja ya kuangalia upya zoezi la utungaji wa sheria ambao tumelikasimu kwenye mamlaka mbalimbali. Sheria hizo zinapoletwa hapa bungeni tuzipitie kwanza kabla hazijaanza kufanya kazi. Mheshimiwa Spika, sheria ambazo tunazipitia wakati huo zimeshaanza kufanya kazi huko mitaani, zinaleta madhara makubwa sana kwenye jamii, zinaleta madhara makubwa sana kwenye biashara na uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa Spika, nitakutolea mifano michache ambayo imechangiwa hasa kwenye hotuba yetu, imeelezwa, ambayo inasababishwa na sheria hizi ndogo ambazo zimeshaanza kutumika kimsingi, pamoja na kwamba leo tunazijadili hapa bungeni. Kuna kanuni ambayo imetungwa na Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano kupitia kanuni ya Transport Licensing Public Services Vehicle Regulation ya mwaka 2020. Kanuni hii inaweka sharti kwenye kifungu cha 18 kifungu kidogo cha kwanza na pili na tatu, inaweka sharti kwamba mtu mmoja anatakiwa kumiliki laini moja ya simu kutoka kwenye mtandao mmoja, na kama ni kampuni mwisho wake kumiliki ni laini 30. Sasa Mheshimiwa Spika, hapa karibuni hapa ililetwa biashara ya NIDA, vitambulisho tukasajili, wakasema tumeweka alama za vidole, wanaweza kututrack mpaka kijiji na mtaa na nyumba ninayokaa na mtendaji wangu wa mtaa kama nimesajili. Hii justification anayoileta Mheshimiwa Waziri kwamba wanajaribu kuzuia uhalifu kwa kuhakikisha mtu mmoja anamiliki laini moja ya simu, inatokana na msingi upi? Mheshimiwa Spika, kampuni inaweza likaamua linunue line nyingi kwa ajili ya wafanyakazi wake. Unapoilimit kampuni kwamba mwisho line 30, wakitaka kuongeza line wafanye maombi maalum. Mheshimiwa Spika, haya mambo ya telecommunication, biashara za mitandao na ya simu na line za simu, faida ni ndani ya dakika moja na hasara ni ndani ya dakika moja. Unapomsubject mtu aende akasajili line ya simu, aombe TCRA, maombi yake atachukua sijui siku 7 siku ngapi. Tunataka kulifanya hili taifa liwe taifa la namna gani? Mheshimiwa Spika, hivi sasa hii sheria imeshaanza kufanya kazi as we speak. Bunge hili limekasimu mamlaka na sheria imeanza kufanya kazi. Nini essence ya kuwa na vitambulisho vya NIDA? Ni kwa nini tulikuwa tunasajili? Au tunataka kuonesha kwamba mfumo wa NIDA haufanyi kazi? Hiyo ndo tafsiri Mheshimiwa Spika ambayo mimi ninaipata kwenye kanuni hii. Kwa hiyo kukasimu haya mamlaka, mawaziri wanakimbilia kwenda kujificha kwenye kanuni, au mamlaka zinajificha kwenye kanuni, wanatunga sheria mbaya. Kwenye sheria ya Electro and Postal Communications SIM card sheria ya Transport Licensing Public Services and Vehicles, sheria hii wameweka sharti kwa mtu anayemiliki vyombo vya usafirishaji. Labda kidogo tu, waheshimiwa mnaochangia leo kila mmoja ana dakika 15, kwa hiyo uhuru wako. Dakika 15. Mheshimiwa Spika, nakushukuru. Kwenye sheria ya usafirishaji wametengeneza kanuni. Kwenye kanuni ile wameweka vifungu. Waziri anasema anao uwezo wa kumsitishia leseni msafirishaji anayefanya usafirishaji wa njia ya mabasi au vyombo mbalimbali vya usafiri vya umma. Ana uwezo wa kumsitishia
kibali au leseni ya usafirishaji bila kumpa haki ya kumweleza wala kutoa sababu ya kwa nini anafanya hivyo. Na baada ya hapo hawaoneshi kama yule mtu hakuridhika na mchakato mzima wa kusitishiwa leseni anaweza kwenda kulalamika wapi. Hawaoneshi, imekaa kimya. Sheria hii iko mtaani, inafanya kazi. Wanaenda mbali zaidi, wanasema wamiliki wa mabasi wanatakiwa kutunza tiketi. Zile tiketi wanazotukatia, rekodi ya zile tiketi wanatakiwa wazitunze kwa miaka 5. Hivi Mheshimiwa Spika, kwa hizi frame ambazo tumejengewa hizi miaka 5, hizo tiketi tutaziweka wapi? Wadau wenyewe wanakuja kwenye kamati wanalalamika, wanasema hayo makaratasi ya miaka 5 mimi siwezi kuyatunza, wizara ije ichukue ikae nayo. Sasa Mheshimiwa Spika, ndio watu tunasema wanatunga sheria ambazo hazina uhalisia, wanatunga sheria ambazo zinakwamisha biashara na hali ya uchumi kwenye nchi. Wakati huo huo tunajinasibu kwamba sisi ni nchi ambayo tunaenda kwenye serikali ya viwanda, tunasema sisi tunawawezesha watu wanyonge, tunataka tuwawezeshe wafanyabiashara. Hizi barriers ambazo tunaziweka kwenye uwekezaji na biashara, Mheshimiwa Spika, zinaleta ugumu mkubwa katika utendaji katika eneo la biashara. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, mimi nikuombe kabisa kwa dhamira ya dhati, hizi sheria zisiishie kuwa tabled hapa bungeni. Zikisha kuwa tabled bungeni, zisifanye kazi mpaka sheria hizi zitakapokuwa zimepitiwa kwenye kamati ambayo tumeanzisha kwenye bunge hili, na zikipitiwa zidhibitike, ndipo ziende zikafanye kazi mtaani. Mheshimiwa Spika, kuna sheria moja amesema vizuri makamu mwenyekiti wangu wa kamati, iko Buhigwe huko, sijui Buhigwe ni Chato sijui wapi. Hiyo sheria wameweka masharti, wanasema kila lori ambalo limebeba mazao litatozwa ushuru wa shilingi 100,000. Sasa Mheshimiwa Spika, juzi hapa tulitoka kuambiwa lori lenye uzito chini ya tani 1 lililobeba mazao litapita bure. Sasa hivi kila lori shilingi 100,000. Sheria inafanya kazi, iko kule inafanya kazi, inaumiza wakulima, inaumiza wafanyabiashara. Mheshimiwa Spika, nikuombe kwa moyo wa dhati, hizi sheria zisifanye kazi. Zipo sheria Mheshimiwa Spika ambazo unakuta sheria moja kwa sababu ya muda sitaenda kurifaa. Sheria moja ina majedwali 6. Majedwali yote yamekosewa, yote 6. Lakini kwenye halmashauri kuna mtumishi ambaye analipwa mshahara kwa ajili ya utunzi wa hizi sheria. Kwenye halmashauri kuna kamati ambazo zinafanya kazi hii. Mheshimiwa Spika, naendelea kusisitiza bunge lijalo, niwepo au nisiwepo, kamati ya sheria ndogo ifanye kazi ya kufanya scrutinization na hizi sheria kabla sheria hizi hazijaenda kwa wananchi. Ninafahamu kwamba tulikuwa tuna lengo la kupunguza mzigo mkubwa wa utungaji wa sheria kwa bunge, na ndiyo maana tukakasimu mamlaka haya. Lakini nikuhakikishie zaidi ya 65% ya sheria ndogo ambazo zinatungwa zina mapungufu, na mapungufu yale ni makubwa kwa kiwango ambacho yanapelekea madhara makubwa kwenye jamii. Nimekumbuka kuna sheria moja iliwahi kutungwa, iletwa kwenye kamati yetu, iko Tabora, halmashauri inarifaa Ziwa Nyasa. Sasa sheria ni ya halmashauri ya Tabora, reference iko Ziwa Nyasa, wanakopi na kupaste. Sheria ya eneo moja inawekwa eneo jingine. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, ili kutibu haya ni lazima tuzingatie hilo. Mheshimiwa Spika, mimi niende moja kwa moja kwenye sheria hii ya usafirishaji. Waziri ametunga kanuni, anasema kwenye vyombo haya magari ya kusafirisha wanafunzi ya shule, dereva anatakiwa awe na umri usiopungua miaka 35 mpaka miaka 60. Sasa Mheshimiwa Spika, katiba yetu iko wazi. Mtu anaruhusiwa kufanya kazi akiwa na umri wa miaka 18. Anaruhusiwa kufanya kazi. Naelewa concern ya wizara kwamba wanataka kuweka watu angalau kidogo wenye maturity na wenye umakini ili waweze kuwaendesha watoto wetu. Lakini Mheshimiwa Spika, ukiwa na miaka 35, kwa mfano unaweza kuwa na miaka 35 umeanza kuendesha gari ukiwa na miaka 32. Hiyo haimaanishi kwamba wewe ni dereva mzuri barabarani. Unaweza kuwa una umri wa miaka 55 kumbe umekuwa declared kwamba hauwezi kuendesha gari, hauoni vizuri. Kwa hiyo ushirikishwaji wa wadau katika utungaji wa hizi sheria ni jambo ambalo wizara na serikali haiwezi kuliepuka. Wawashirikishe wadau ili kuweza kujua requirement ni nini. Changamoto ipo, nakubaliana kwamba watoto wetu wanahitaji watu makini. Tumewashauri vizuri kwenye kamati, watu wanaomiliki mabasi ya shule, kwenye basi la shule kuwe kuna
kuna nurse yule msaidizi ambaye anaangalia wale watoto, ili dereva afanye kazi yake ya kuendesha na yule msaidizi atusaidia katika kuwashua watoto na kuwavusha barabara, na sio kuweka kigezo cha umri kama ndio busara au hekima kubwa ya mtu anayeweza kuwaendesha watoto wetu. Kwa hiyo Mheshimiwa Naibu Spika, mimi nashauri umri wa dereva anayeendesha mabasi ya shule urudi kuwa miaka 18, lakini umakini mkubwa katika kufanya interview ya madereva wanaoendesha hayo magari uwepo, ifanyike due diligence ili kuweza kujua uwezo wa ile nia njema iliyo ndani ya jambo hilo. Wewe huioni? Mheshimiwa Spika, nimesema kwamba mtu anaweza kuwa na miaka 18, na akawa dereva mzuri sana, na mtu anaweza kuwa na miaka 55 akawa dereva mbaya. Kwa hiyo umri sio busara au umri sio umakini. Kikubwa wapime uwezo wa dereva. Huoni sio rahisi kumpata dereva wa bodaboda wa miaka 40 anayekwenda ovyo ovyo kama hawa vijana wa miaka 18? Umetoa mfano mzuri sana. Kumbe kuna madereva wa bodaboda wana miaka 40 na bado hawaendeshi vizuri. Na vivyo hivyo kunaweza kuwa kuna madereva wa magari wenye klasi C ana miaka 40 na hawezi kuendesha gari kwa umakini mkubwa kuwalinda watoto wetu. Kwa hiyo kigezo cha umri mimi sioni kama ni kigezo halali cha kumweka mtu kuwa dereva wa magari ya wanafunzi. Waangalie weledi, waangalie uzoefu, waangalie historia ya dereva, waangalie mambo mengi ambayo yanatakiwa kuzingatiwa ukiacha swala la umri. Kwa sababu hata kwa kufanya hivyo pia unakiuka katiba yetu ambayo tumeiridhia. Spika, naomba taarifa. Afadhali itoke taarifa bwana. Mheshimiwa Spika, naomba nitoe taarifa kwa mzungumzaji anayezungumza kwamba naomba swala la watoto wa shule tusilinganishe na wanaoendesha bodaboda. Swala la watoto wa shule kwa kweli umri ni muhimu sana kuangalia. Umri wa miaka 18 ni ndogo sana Mheshimiwa Spika. Naomba nimpe taarifa hiyo. Asante. Anachosema mheshimiwa ni kwamba kinachozungumzwa hapa sio umri wa mtu tu, lakini manake uzoefu katika uendeshaji, lakini pia awe mtu mzima ambaye ana familia, ana nini, yani sio kijana fulani ambaye yeye ndo anaanza maisha hajali matokeo yake. Na lengo ni kuwalinda watoto wadogo kwa kweli, kwa sababu mahali popote pale inapotokea ajali kama ile ya Arusha iliyotokea wale watoto wapi kule wakielekea Ngorongoro wale, vinapotokea vifo vya watoto ni jambo ambalo linawagusa sana watu. Hoja yako naiona, na sio kama tunaukwashi mchango wako, tunakujazilizia tu. Mheshimiwa Spika, mimi labda nimwambie aliyenipa taarifa alikuwa anakupa wewe, maana wewe ndio uleta ajenda ya bodaboda hapa. Mimi sijaongea mambo ya bodaboda. Kwa hiyo niseme tu hayo maneno unayosema ni mazuri sana, lakini wewe Mheshimiwa Spika umekuwa unakuja kwenye kamati yetu muda mrefu, mara kwa mara, hayako kwenye kanuni. Hayo ya kusema familia, wewe sijui na uzoefu, humu ameandika natakiwa wewe na umri wa miaka 35 mpaka miaka 60. Na hayo unayosema Mheshimiwa Spika ndio tuliyoshauri kwenye kamati, kwamba badala ya kuweka umri ukaleta mgongano wa kikatiba, wewe andika tu awe na uzoefu, awe ana klasi C, hayo unayosema sasa wewe Mheshimiwa Spika, na factors zingine zizingatiwe. Lakini ukiandika kwenye kanuni moja kwa moja ambapo Mheshimiwa Spika leo inaingia kwenye azimio la bunge kwamba umri wa dereva anayetakiwa kuendesha magari ya watoto anatakiwa wewe na umri wa miaka 60, 35 mpaka 60, Mheshimiwa Spika unajaribu kuinvite wale wanaharakati wa vijana na mambo ya uvunjifu wa katiba na mambo kama hayo. Kwa hiyo tusia-invite kwenye kanuni zetu kwa kuweka tu wazi sifa za mtu anayetakiwa kuendesha magari ya watoto, ya wanafunzi. Mimi nadhani hapo tutakuwa tumeiweka vizuri Mheshimiwa Spika. Basi baada ya kusema nakubaliana nawe, lakini nikuhakikishie hujaelewa tu ile gist ya wizara. Waiweke kiwandishi kama unavyoshauri, lakini ile gist ya wizara ni kuweka usalama zaidi kwa watoto wetu. Kwa kweli hata kama wewe na mtoto wako halafu na gari nyumbani unampa kijana wa miaka 18 kupelekea shule na kurudi, ni wewe, you can do that. Lakini kama kuna alternative utampa mtu mzima zaidi mwenye uzoefu na lakini sasa waiweke katika hiyo unayosema. Yaani tunakubaliana kimsingi. Lakini kwamba kijana wa miaka 18 manake kaanza kuendesha juzi anyhow. Sasa huwezi kujifunzia kwa watoto wadogo, ni hatari.
tunajaribu kuwalinda watoto. Sisi tuna sheria ya watoto pia. Kwa hiyo tunakubaliana na wewe, hatubishani, lakini kuliweka tu vizuri. Ziko madereva magari ya watoto yako mangapi Tanzania? Hata 200 hayafiki. Sasa kwa nini haya machache haya yasiendeshwe na watu ambao ni wenye uzoefu zaidi kuliko kuwapa watu ambao... Kwa hiyo wizara nafikiri wamesikia, wataliweka vizuri katika namna ya kisheria ya namna hiyo ambayo mnashauri. Wala mimi sipingi, lakini ni vizuri siku zote. Ndio maana hata walimu wenyewe, walimu wazuri sana wa chekechea na darasa la kwanza ni wale walimu wazee, watu wazima wale. Ndio wanakuwa walimu wazuri zaidi kuliko kijana mwalimu wa miaka 18 akawa ndo mwalimu wa chekechea. Unakuta kidogo haiendani. Watoto wadogo na babu zao wanaendana vizuri. Huyo miaka 18 anaweza kaanza tena na ubakaji wa watoto nini, shida tu. Wana matatizo mengi sana Salome, hujaelewa tu.